hasa kwa ligi ya mabingwa barani Afrika. Wekundu wa Msimbazi Simba mechi yao imevurumishwa leo kwa dimba la Benjamin Mkapa dhidi ya kikosi cha Nsingizini Hotspurs, na mechi hiyo kutamatika kwa suluhu ya kutofungana. Sasa nimemwalika hapa kwenye laini moja kati ya wakongwe kabisa wa kikosi Wekundu wa Msimbazi Simba miaka ya nyuma kidogo, Zamoyoni Mogela, Golden Boy. Yeye anasemaje Zamoyoni, namna ambavyo ulivyoitazama Simba yako sasa, lakini pia timu zote unasemaje katika hatua hizi za makundi? Sasa tunakwenda kutoboa, lakini hii Simba ya kocha Mitakuu wameionaje katika mechi ya leo? Yaliyomo yamo. Walikuwa wanacheza mchezo ambao hauna malengo. Una maana? Umeona wale malengo kutafuta matokeo. Ndio. Kwa sababu wale Nsingizini ndio wangekuwa na bahati, walikuwa wanapata matokeo leo kwa sababu wamefanya attempt za hatari wao kuliko Simba. Simba nafikiri ni moja tu, yeye alipata kibu akaipiga bila utulivu, ndukipa akaicheza akabahatisha, lakini dakika 90 zote naona walikuwa malengo ya kupata matokeo au waliridhika na matokeo waliopata kule ugenini, kwa sababu unaona kabisa timu, nafikiri hata kocha mwenyewe alikuwa anamwangalia wakati fulani analalamika hivi yake. Ni kwamba Simba ilikuwa inacheza kama haihitaji matokeo mengine zaidi ya yale ambayo iliyapata mwanzo, kwamba yanatosha. Ndio maana yake, kwa sababu ungekuwa unahitaji matokeo kama kule waliweza kupata magoli 3, hapa tulikuwa tunatarajia labda wapate 5, 4, na mbali ya hivyo una hela ya mama, ina maana walikuwa hawahitaki, ni kwamba ni uwezo tu. Lakini kikosi cha Simba unakionaje chini ya kocha Dimitar? Mimi naona bado wana kazi kubwa sana ya kufanya. Wa uchezaji yule wana kazi kubwa na wanakwenda kwenye group ambako huko ndio kuna ugumu zaidi. Sasa wanatakiwa wafanye kazi ya ziada kuweza kupenda mbali zaidi. Lakini kwa performance ile kwa kweli hata mashabiki nafikiri wenyewe nao wameshangaa. Sawa, tumeingiza timu 4 katika hatua ya makundi za moyoni. Namna ambavyo unavyotazama ukiangalia vikosi vyote, unaona pengine safari yetu si hatua ya makundi pekee? Inategemeana na maandalizi wanakwenda kufanya vipi, kwa sababu huko kwenye makundi kila mtu anataka kupata nafasi ya kwenda mbele. Sasa mkiperform kama hivi tulivyoperform kwenye hizi group, hizi stage za mwanzo, utakuwa na shida kwa kweli kwa timu zetu zote mbili. Zote mbili si zote 4. Ndio. Wanatakiwa wafanye kazi ya ziada kidogo kujiweka sawa, kwa sababu hatua wanazokwenda kadri wanavyosonga ndio hatua zinazidi kuwa ngumu. Kwa hiyo walimu na wachezaji wanatakiwa wafanye kazi ya ziada. Ni kwamba kwenye timu 4 hakuna hata moja ambayo imekuridhisha kwenye kiwango chake cha kucheza. Unajua hizi mechi za mwanzo timu hazina ugumu wa namna vile. Yaani ni timu karibu nyingi dhaifu. Sasa ilitakiwa pale waonyeshe ubora. Kwa mfano kama matokeo waliopata Simba kule ugenini, pale walikuwa wamewatumainisha mashabiki kwamba wale wakija nyumbani sio chini ya goli 5 au 4 au 3 vile. Lakini sasa kwa performance ile kidogo inastusha. Ni Zamoyoni Mogela kwa mtazamo wake katika kile ambacho anachokiona katika mashindano haya ya kimataifa, ambapo timu zetu zote zimeingia katika hatua ya makundi ligi ya mabingwa 2, kwa maana kwamba Simba na Yanga, lakini kwenye kombe la shirikisho pia shumbe sana kwa Azam FC, lakini pia na kwa Singida Black Stars. Ukitaka ujue maisha ni safari ndefu sana. Sasa Singida imetoka juzi tu hapa ikaamua kufanya kweli na imeingia hatua ya makundi, lakini Azam FC miaka nenda miaka rudi ndio kwa hivi sasa imeingia katika hatua ya makundi, na hii ni katika mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kwanza wana Simba, mechi yenu ndio mmehitimisha leo ya kuweza kufunga hatua za mwanzo na kuingia kwenye hatua ya makundi. Kizinga, uko vizuri? Uko vizuri? Safi kabisa. Niko salama. Hauna kipengele? Sina kipengele. Inaelezwa kwamba Simba na Yanga kwenye mechi hizi za awali huku ni kama fungue menasa kwenye kitasa. Mimi binafsi kwanza kwa majina, namna ambavyo mechi yenu umeiona ya leo hii mpaka hivi sasa, mechi hizi 2 chini ya kocha Mitakuu Dimitar. Kwanza mechi ya leo naweza nikasema kitaalamu ilikuwa tunafanya mazoezi. Mechi ya leo, mechi ya mashindano ilikuwa ni ya kwanza tu, ile tulicheza ugenini, tumemaliza matokeo magoli 3, lakini mechi ya leo ni kama mwalimu alikuwa anaangalia wachezaji wake
anatengeneza kikosi kwa sababu yuko na sioni nani mbinu labda kutafuta goli. Ndio. Hadi kwa unapigwa mpira mwingi katikati mbele hakuna kitu kilichokuwa kinafanyika. Kwa hiyo mimi binafsi nilisema leo mechi ya leo ilikuwa kama labda tuseme friendly match. Friendly match kwa sababu yani Simba mimi binafsi mimi silili kuingia makundi, silili kuingia robo finali. Ndoto yangu kubwa, furaha yangu kubwa nione Simba inacheza CAF Champions League, yani hatua nusu finali. Na finali, sio kucheza makundi. Makundi sisi ni yani Simba na makundi au Simba na robo finali ni kama chumba na sebule. Yani ni nyumbani kule. Kwa hatuwezi kujivunia sisi kuingia makundi. Sawa. Azam na wapongeza Azam. Ngoja tumalizie kidogo. Katika kitu ambacho nilikuwa naomba kitokee, kimetokea kwa Azam FC. Timu ambayo imekamilika kila kitu, lakini kwa msimu nilikuwa naomba Azam ingie makundi. Namshukuru Mwenyezi Mungu wameweza kuingia makundi. Ndio hicho tu ambacho nilikuwa naombea Azam waingie makundi, lakini wamefanikiwa kuingia makundi msimu. Binafsi nimefurahi. Mimi kama mshabiki wa Simba nilikuwa naomba Azam kwa sababu inawezekani na Mungu acheze makundi. Timu ambayo uchumi wake kuangalia mdogo. Singida ya juzi tu, lakini msimu imeweza kuingia makundi. Binafsi nimefurahi kwa Azam kuingia. Na kwa Prince Mpumelele Dube akaombe kule msamaha kwa Zaka za kazi. Zaka za kazi ndio mtaalamu wa zikazi. Kwani Zaka za kazi anahusika vipi na Dube? Anataka kumchonganisha. Siwezi kumchonganisha. Zaka za kazi mimi namjua A to Z. Kwa Zaka akaombe msamaha kule. Kaondoka kwa maneno ambayo hayastahili. Atanyoa mpaka kipara cha mpaka vinyoleo atanyoa. Sio kipara tu, atanyoa mpaka vinyoleo. Kufunga goli ya sawa, ila kamombe msamaha Zaka za kazi kule. Sawa. Uchebe, watani wenu Yanga Africans wameingia hatua ya makundi na wao kwa hivi sasa. Hatua ya makundi. Sasa sihitaji kupepeza katika hili. Yanga toka alivyoanza mchakato kufika makundi, malengo yao ilikuwa ni kufika makundi. Na ni mara ya 3 mara 3 ya 4 sasa. Ya tatu. Mara ya 3 back to back. Sawa mara 3 back to back. Mara 3 simulisha saka. Waliingia finali Confederation, robo finali, mechi ya ligi mabingwa, hatua makundi ile iliyopita aliondokea hapa hii mara ya 4. Ile shirikisho sasa. Labda kwa kumsaidia hatua makundi na Simba si mara 5 labda kwa kumsaidia shirikisho momo. Na shirikisho momo. Ndio. Na wewe tunahesabia na shirikisho momo. Sawa. Mimi sihitaji kupepesa wala kuwaongopewa na Yanga. Uchebe mwenyewe anajua. Ila kwa sababu yupo Mbeya na Yanga atahitaji kuwalizisha. Ila mimi nahitaji kuonyeshea ukweli. Yanga atoboi makundi. Ila Simba ameingia makundi. Wewe unasemaje wewe? Yanga atoboi makundi. Ishi nalo hilo. Rekodi uweka kwenye diary yako. Yanga ameingia makundi, ila Yanga atoboi makundi. Kizinga anachokisema unamuelewa? Kwanza nimesikitika. Kwa nini? Kilichosikitisha ni namna ambavyo wana focus na Yanga. Ukiangalia walikuwa wanatafuta uafadhali kwa kupitia Yanga. Mara baada ya Dar es Salaam Africans kupitia viongozi wetu bora, viongozi wetu pendwa kabisa. Ndio. Kukubali maombi ya wanachama na mashabiki wa Dar es Salaam Africans kuhusu kuondoa kiingilio. Na tukaenda kwa walizungumza mengi sana kuhusu bure yetu sisi. Na wakaingia jana. Kuhusu bure yetu. Na nikwambia jambo kile. Ndio. Nimezungumza wazi katika vitu ambavyo nimesikitika. Ni namna ambavyo watu wa Simba walienda kujazana uwanjani kuliko watu wa Yanga. Watu wa Yanga wengi wamekosa nafasi za kukaa kwenye mechi ya jana. Ukiona mtu hajavaa jezi ya Yanga, jua Simba huyo. Kwa rekodi zako ni kwamba watu wa Simba walikuwa wengi. Walijaa wengi bure sio yao wakajaza na wao. Inahusu nini? Jamaa anasema mtoboe makundi. Wewe unasemaje? Yeye anasema hatutoboe makundi, lakini wewe ni miongoni mwa waliosema kwamba Yanga hawezi kuvuka mara baada ya kufungwa goli moja kutoka kule Silver Stake. Sawa, baki kwanza hapo. Wewe umeona nini kwamba Yanga hii haitoboi? Kwanza nimefurahia sana kufanya interview siku moja na huyu mwamba. Sana. Kwa nini? Huyu unamkubali? Huyu kama huyu unamuelewa? Ni mtu mmoja ambaye anapotosha jamii ya Yanga. Acha bwana. Anapotosha jamii ya Yanga. Wana Yanga wenyewe wanajua. Wewe ambukile unajua, unaochambua Yanga unaelewa. Yanga wakubali kwamba wachezaji wao wameshuka uwezo. Na hii ndio shida ya Yanga. Ila wao wanahitaji kukubali kwamba Yanga imeshuka uwezo. Ndio maana nikakwambia Yanga imeingia makundi, ila Yanga haitotoboa makundi. Shuhudia hilo, ishi nalo. Ikitoboa makundi tukufanye nini? Ndio kanyoe ndevu zangu. Njoo ninyoe ndevu zangu. Yanga toboe makundi. Ile Simba inatoboa. Unapoongelea Simba, unaongelea kitu kingine brother. Unaongelea hali zina mbingu. Wajue ni msimu ulioisha. Mimi nilikwambia hapa, nilikwambia ukitaka kujua uchungu wa kabubingwa ni jinsi gani Yanga alivyokuwa anatafuta goli moja.
Ukitaka kujua uchungu wa klabu bingwa ni jinsi gani Yanga alivyokuwa anatafuta ushindi jana, Simba sisi umepata leo kwenye haya mashindano. Wewe hujashinda lakini. Hujashinda wapi? Nimemaliza game ugenini. Mimi game yangu nimemaliza game ugenini, nikarudi nyumbani kurelax. Kumaliza kazi. Kama Yanga mwenyewe angekuwa na uwezo wa kumaliza game ugenini, ilibidi amalize game wapi? Ugenini Malawi, lakini akashindwa. Na nyumbani kwenyewe hatujui ni kwa sababu gani wale watoto wameshindwa kupewa bao lao lile. Ilikuwa ni bao la lala ambukile. Kwani wale Silva wamezulumiwa? Wamezulumiwa jana. Umerushwa mpira, ukagonga chini ardhi, mwamba akanyoka, wamezulumiwa goli. Kwa makundi wameingizwa bure. Kwani kama nyinyi wana Simba mnachopenda kwamba Yanga isifanye vizuri kimataifa? Yaani tumeumia sana. Mimi ndio hapo nimeumia. Si tuna kwamba Yanga wenyewe kinachowaumiza mpaka sasa hivi ni kumuona Simba kastiki namba 5 barani Afrika. Bwana wewe Kizinga unasema ni kweli? Maana yake na nyie baada ya kuingia tu makundi mmekwenda namba 7 sasa. Kwanza niseme kitu kimoja Ambokile. Dar es Salaam Africans hatua ya kwanza tunaingia makundi ya klabu bingwa barani Afrika. Hatujawahi kutoka. Yaani sisi sio ingia toka kama wafungwa wa jela ambao wao waliingia klabu bingwa alafu wakaja wakatoka wakaporomoka nafasi ya 3 wakaenda huko ambako ni michuano ya shirikisho. Sasa safari hii wamepata kibali cha kuja kuingia makundi ya klabu bingwa. Nataka tuambie kitu kimoja. Kwanza niseme na wana Yanga, tuna kila sababu ya kujivunia viongozi wetu, tuwapongeze Engineer Harris na wenzake, bosi wetu GSM kwa kazi kubwa ambayo wamekuwa naifanya. Mimi kiukweli nimefurahishwa sana na kiwango cha jana ambacho tumekuwa nacho pale Benjamin Mkapa. Dakika 45 za awali zilikuwa njema sana. Yaani wewe umefurahishwa wewe? Nimefurahishwa. Mimi na wanayanga wenzangu kwa sababu tumeingia makundi. Ardhi ya nyumbani huwezi kuja kututambia sisi. Na kitu ambacho tulikuwa tumekiandaa ni namna ya kuwasindikiza wale mabwana na vigoma vyetu. Kwa sababu walikuja wakitamba pande zetu, wakiimba nyimbo zao, wakisaidiana na hawa mabwana kuimba nyimbo. Sasa tuliandaa kigoma kikubwa sana kwa ajili ya kuwaskoti wale mabwana. Wakati wanakwenda Malawi basi waambatane na hawa mabwana. Tunataka tuwaambie tunawakaribisha Simba kwenye show za wakubwa. Show ambazo ni klabu bingwa. Haukuwepo huko shehe. Wewe shahidi. Msimu uliokwisha uliomalizika Pyramid anakuwa bingwa. Walikuwepo kwenye michuano hao? Alikuwa hawapo Simba. Hawakuwepo. Kwa hiyo tunawakaribisha wageni, karibuni kwenye show. Sasa hivi kuna mabadiliko. Wakati huo nyinyi mkiwepo, bingwa alikuwa National Ahli. Lakini kuna mabadiliko sasa hivi, yupo Pyramid. Kwa mje kwa kutulia, kaka zenu tupo, tumestick kwenye jambo letu na huku hatutoki. Sisi hatuendi shirikisho, hatuendi wapi. Tumetulia hapa. Niwaambie wana Yanga, ni watoe hofu. Timu